Naam, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam kaka, kwema? Kwema kabisa. Naam, tumeona Iran wametoa masharti yao dhidi ya Marekani ili waweze kusitisha vita zaidi ya masharti 10. Masharti haya na kwa namna ukia generalize kwa ujumla wake, unaona yanatekelezeka kwa kiasi gani na yanakwama kwa kiasi gani, japo tutakuja kuangalia kwa moja moja. Kwa upande wangu mimi hivyo hayo masharti yanaweza yakatekelezeka labda kwa 5%, kwa sababu Irani wameweka vigingi sana na moja kwa moja sidhani kama Marekani anaweza kukubaliana nayo, kwa sababu ni vitu ambavyo ni vigumu ameweka. Nadhani unaweza ukaangalia hapo, cha kwanza wanasema kwamba wanatakiwa waondolewe vikwazo. Sawa Katika kuondolewa vikwazo tunakumbuka toka mapinduzi ya mwaka 1989 ya huko walipigana kati ya vita ya Iraki. Kwa hiyo ile vita ya Iraki ilikuwepo lengo Irani alitakiwa aondoke pale, yani kwamba ule utawala ambao ulikuwepo ni wa Irani ulikuwepo ni wa kina Shah, walikuwa wanaongozwa wao kifalme, na inatakiwa tutambue kwamba Marekani na Irani walikuwepo ni marafiki sana kwenye miaka 1940 50 huko, walikuwepo ni marafiki sana, lakini baada ya hapo yakaja yakatokea mapinduzi. Kwa hiyo hayo mapinduzi ambayo yalikuwepo chini ya utawala alikuwa anaitwa Ruhollah Khamenei. Huyo Ruhollah Khamenei ni tofauti na huyu kiongozi ambaye ameuliwa juzi. Huyu aliyeuliwa juzi ni kiongozi wa pili ambaye alimrithi yule ambaye alikuwepo ndo muasisi wa mapinduzi ya Irani. Lakini nadhani ipo haja siku tutakuja tuangalie, tuchambue yule muasisi huyu Ruhollah Khamenei alikuwepo ni nani na ilikuwaje wakaanzisha vita na ikakuwaje wakaachiana madaraka. Hivyo leo hebu tudiscuss kwanza haya masharti 10. Tumeona na ni kweli mada inazidi kunoga. Kwa hiyo kama ulivyotuahidi kwamba utaandaa na utatuletea uchambuzi kwa ujumla, sharti la pili lilikuwa ni kulipa fidia ya vita. Kwa kawaida sheria ya kimataifa inaainisha kwamba nchi yoyote ikienda kuivamia nchi nyingine, yani nchi yoyote ikienda kuivamia nchi nyingine inatakiwa ilipe fidia kwa ajili ya matengenezo ya miundombinu na kila kitu. Kwa hiyo vita zinapiganwa kwa kufuata masharti ya Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo Irani ana haki ya kudai stahiki zake za kufanyaje, za kudai fidia. Lakini Irani alienda mbali zaidi akasema kwamba kwenye ule mfereji wa Hormuz, sawa kabla hujafika huko. Sharti la tatu ilikuwa ni udhibiti wa lango la Hormuz. Na baadhi ya wachambuzi au kwa ujumla wake namna walivyoligusa hili wameenda mbali kwa kusema Irani ameenda mbali kwa kusema mapato yatakayopatikana pale pia atamgawia Oman, kwa sababu pia naye ni miongoni mwa watu ambao wananufaika moja kwa moja na ule mfereji. Sasa haki ya udhibiti wa lango la Hormuz, hili tuliweke katika upande gani inatekelezeka? Lango la udhibiti wa Hormuz, tukumbuke hapo awali ule ulikuwepo ni mfereji ambapo meli za mataifa mbalimbali ambayo yalikuwa yanachukua mafuta katika mataifa ya Ghuba yalikuwa yanapita free. Lakini sasa kutokana na mzozo ambao ulizuka mnamo mwezi wa pili tarehe 28, kwa hiyo ulisababisha ule mlango kufungwa, mlango bahari wa Hormuz kufungwa, na baada ya kufungwa pale wakaanzisha utaratibu mpya. Na tutambue ule mlango wa Hormuz ni mita 30. Kwa kama ni mita 30 ni kwamba upande upo Iran na upande mwingine uko Oman. Kwa hiyo tunaweza tukaangalia kama hili la kufanikiwa kushikilia mlango wa Hormuz ukifanikiwa, tunasema Oman watakuwa wanatembelea wifi. Kwamba wanatembelea wifi vipi? Irani amepigana lakini yeye yupo vipi? Yeye yupo anaangalia kwamba atanufaika vipi. Kwa hiyo atanufaika na mapato, na nilitaka nikazie hapo walivyosema fidia. Pale kwenye fidia hapa Hormuz, Irani amesema kwamba anatamani atakuwa analipisha meli. Kwa hiyo yale mapato ambayo yatapatikana pale ndio ataenda kufanya matengenezo kwenye nchi yake. Na haki ya kurutubisha uranium. Haki ya kurutubisha uranium
Kikawaida inajulikana kwamba kimataifa sheria ya kurutubisha uranium ni 3.5, ambapo Australia, Canada na mataifa mengine yote ambayo yanajihusisha na masuala ya nyuklia huwa yanarutubisha kwa hicho kiwango kwa ajili ya matumizi ya ndani. Lakini kwa Irani imekuwa tofauti, walifika mpaka wakafika enrich asilimia 60. Asilimia 60 na asilimia 60 kufika asilimia 90, ambapo unaweza kukamilisha bomu la nyuklia, imebaki kama takribani asilimia 30. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo Marekani na mshirika wake Israeli walienda kule ni kwamba walitaka kuchukua, kuna kiwango cha uranium kilogramu 400 ambazo zilichukuliwa, ambapo zilipatikana pale Irani. Kwa hiyo walikuwa wanazitaka either zichukuliwe zipelekwe mataifa mengine, labda Urusi, China, au ziende mataifa ya Ulaya, ambacho Irani hicho kitu walipinga vikali. Na kuna maneno wanasema pia ile operation ya kumuokoa pilot, wengine wanasema haikuwa operation, ilikuwa ni kwenda kuziiba hizo. Hiyo ni kweli kabisa, kwamba mahali ambapo yule rubani alikuwa ameangukia na sehemu ambayo walienda kufanyia operation ni vitu viwili tofauti. Ni takribani kama kilomita 300 kutoka pale vile. Kitu ambacho Marekani alikutana na upinzani kutoka kwa wananchi pamoja na jeshi la polisi la Iran, lakini baadaye na jeshi la IRGC lilienda pale likafanikiwa. Kwa hiyo Marekani hawakufanikiwa, japo walipata vifo kwa Irani, walipata vifo baadhi ya wanausalama wao, lakini pia Marekani walipoteza helikopta 2, ndege za kivita kama 5 hivi zilikuwepo pale, zimepata changamoto ya. Kwa hiyo sasa tukiangalia sharti la 5 wanasema ni kuondolewa kwa majeshi ya Marekani katika ukanda wa Mashariki yote ya Kati, kwa maana katika kambi zote zile waondoe majeshi yao. Hili unalionaje? Hilo ni gumu sana. Ukiangalia pale Marekani amekuwepo kwa muda mrefu sana, kuanzia kule Iraki toka mwaka 2003, lakini pia ukiangalia Qatar pale ndo kuna bezi kubwa kabisa ya Marekani, inaitwa jina limetoka kidogo, lakini ndo kambi kubwa ya Mashariki ya Kati kwa Marekani iko pale, lakini Bahrain, lakini pia Saudi Arabia, kote kule kuna kambi za kijeshi, na zile kambi za kijeshi ni kubwa sana kiasi kwamba zimetengenezwa kwa gharama. Lakini pia Marekani atakapowatoa wale wanajeshi kule Mashariki ya Kati, akiwaleta Marekani, wale wanajeshi watakuwa ni jobless. Watakuwa jobless kivipi? Kwa sababu kule Marekani wataenda kufanya nini? Kwa hiyo lazima utaangalia ugumu wake uko wapi. Kwa hiyo hilo ni kubwa na ni pana zaidi, lahitaji muda kabisa. Hilo kutekelezeka ni ngumu sana kwa kweli. Haya, tunaona sharti la 6 ni kurejesha fedha zilizozuiliwa na Marekani. Hilo liko hivi, mwaka 2015 kwenye utawala wa Barack Obama, Marekani na Iran waliingia makubaliano ambayo kuna baadhi ya vikwazo ama sanctions ziliweza kupunguzwa. Kwa hiyo zilivyokuwa zimepunguzwa, Iran alifanya oda nyingi sana, alifanya oda ya vitu vingi sana. Kwa mfano ndege tu hizi za kawaida alifanya zaidi ya oda ya ndege 100, lakini katika ndege 100 Irani alipelekewa ndege 3 tu. Kwa umeona kiasi gani. Lakini pia ukiachana na hivyo, ule utawala wa zamani ule wa Mfalme Shah ulikuwepo una hela nyingi kule kwenye hazina za Marekani. Kwa hiyo sasa zile hela zote ziko freezing. Kwa hiyo kama ziko freezing, Irani anazitaka zile hela zirudi zikafanye maendeleo nchini mwake. Kwa hiyo na vitu ni vingi, lakini kikubwa zaidi ilivyofika 2018 alivyoingia Trump alivyoingia alivunja yale makubaliano ya Obama na Iran, kwa hiyo akaanzisha ya kwake. Kwa hiyo alivyomaliza pale, Irani akarudi tena kwenye vikwazo vikubwa zaidi. Kwa hiyo utaweza kuangalia, ndugu mtangazaji, kwamba ni namna gani Irani ilikuwa inapitia katika misukosuko mingi na hela zake nyingi zipo huko Ulaya pamoja na Marekani. Hili unaona linatekelezeka kwa kiasi gani? Hilo kutekelezeka labda kwa kidogo sana, lakini sioni, kwa sababu Marekani anaangalia, na unajua Marekani anapata shindikizo kutoka Israel
Anapata shinikizo kutoka Israeli kivipi? Kwamba Israeli anatamani kuwa mtawala wa Mashariki ya Kati. Tayari amesha kwenye vichwa vyao wana Israeli wamesha draw map ambayo imeonyesha New Middle East. Umeona New Middle East ambayo itakuwa ni kubwa sana. Hilo nukta kwanza hapo. Katika sharti linalofuata ni kusitisha vita ya kikanda. Kwa maana ya Irani ameshinikiza ama ni sharti lake, anasema kwamba vita ikomeshwe dhidi ya Lebanon, Iraki, Yemen. Sasa nimeona ulikuwa unaingia moja kwa moja kwenye hilo. Sasa endelea nalo hilo. Hii vita ya kikanda itasimamishwa, na tumeona tayari Israeli kashashambulia Lebanon. Hiyo vita ni ngumu sana, kwa sababu kama nilivyokuwa nimesema awali, Israeli anatafuta ugiant, anatafuta ufalme pale Mashariki ya Kati, lakini kuna watu ambao ni vikwazo kwao, au mataifa au region ambayo ni vikwazo kwao. Kwa mfano tunaweza kusema Lebanon. Pale Lebanon kuna serikali, lakini kuna kundi ambalo moja kwa moja linaundwa mkono na Iran ambalo ni Hezbollah. Lile Hezbollah ni kundi ambalo lina nguvu sana pale Lebanon. Na mwaka 2025 Lebanon ilipoteza viongozi wake wakubwa sana, ikiwemo kiongozi wake mkubwa ambaye alikuwa na ushawishi sana na pale Lebanon alikuwa anaitwa Nasrallah, alikuwa anaitwa Hassan Nasrallah. Yule alikuwa ni kiongozi, alikuwa na itikadi za Kishia, lakini alikuwa ana nguvu. Umeona? Kwa hiyo Israeli ilifanya maangamizi sana kwa viongozi wa wale A-list ya pale Hezbollah yote. Kwa hiyo ile ni vita ambayo ilianza muda mrefu sana. Na kwa nini? Ile pale Israel kuna mipaka ya mwaka 1947 ilikuwa imewekwa na Umoja wa Mataifa kwamba Israel utaishia hapa, Lebanon utaishia hapa, Syria utaishia hapa na Iraq utaishia hapa, lakini Israel kwa kutaka kujitanua ameingia mpaka kwenye mipaka ya watu. Na unatakiwa ujue kwamba Israel anapata ufadhili mkubwa sana kutoka Marekani. Unaona vita saizi anapigana, lakini silaha na kila kitu zinatoka Marekani. Sasa kinachokuja ni kwamba Irani amesema anataka haya masharti yake, vita isimamishwe kwa washirika wake ama proxy wake, ambapo Lebanon kuna Hezbollah, Yemen kuna Houthi, pale wanapaita Palestina kuna Hamas, lakini Iraq pia kuna kundi la Hezbollah inaitwa Katibu Hezbollah. Wale pia wana mafungamano makubwa na Iran. Na nataka niwaambie kwenye lile kundi la pale Iraq, yalipokuwa yametokea yale mapigano ya mwaka 2003 baada ya ile vita kuzuka ya Iran na Iraq, kilichokuwa kimetokea pale ni kwamba Iran ilipata ushawishi wa kisiasa. Kwamba ushawishi wa kisiasa vipi? Kwamba wao wana mambo mengi sana kupitia pale Iraq, kwamba wana viongozi wanatokea kwenye upande wao wa Kishia, lakini Marekani kitu ambacho waliwahi kwenye masuala ya nishati. Unaweza kuamini ndugu mtangazaji kwamba mafuta ambayo yanazalishwa pale Iraq yanaenda Marekani. Yakienda Marekani ndo anapanga Iraq iende shingapi. Wao hawana wanasema hawana yale mamlaka ya moja kwa moja na mafuta yao. Umeona Kwa hiyo hayo kwa Marekani, kwa sharti hilo Marekani kupitia Israel ni ngumu sana kutekelezeka. Naam. Msumari wa mwisho kabisa ambao amepigilia nyundo, anasema azimio la Umoja wa Mataifa, makubaliano yoyote ya amani lazima yapewe nguvu ya kisheria kupitishwa na azimio la Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa, UN Security Council, ili kubana pande zote mbili. Imekuwa tofauti. Unajua kwa miaka mingi imekuwa imetokea kwamba Irani yeye ni mkosefu tu, na ni kwa sababu yupo against na Western. Hasa Western wana tabia moja. Kwa mfano vita iliyotokea mwezi wa 5, ile ya 12 ile vita ya siku 12. Ile vita ya siku 12 ilionekana kwamba Israeli alianzisha mashambulizi, Irani wakajibu, lakini baada ya pale E3 Uingereza, Ujerumani pamoja na Ufaransa ziliweka vikwazo
kwanza waliwekea jeshi la IRGC vikwazo, ambalo IRGC kupitia Strait of Hormuz, mlango bahari wa Hormuz, ndio wadhamini wakuu wa usalama, meli zinapita kwa dhamana ya ulinzi wao. Lakini hizo Italy, Ufaransa, Ujerumani pamoja na Uingereza ziliwekea vikwazo kwa kulitambua kama kundi la kigaidi, ingawaje halikwenda kwenye Baraza la Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo Irani amekuwa muhanga wa kupewa vikwazo ambavyo vinakuwa vinaegemea upande mmoja tu, kwamba yeye kama yeye anatakiwa, lakini huwezi ukaona labda Marekani pamoja Israel, Marekani, Uingereza, Ufaransa, zile nchi za Western zikiweza kumwekea Israeli vikwazo. Kwa hiyo Irani amekuwa ni muhanga mkubwa sana wa hayo mambo. Kwa hiyo sasa hivi anataka bana, mimi kama nawekewa vikwazo na anayefuata pia awekewe vikwazo. Anasema bana, ukiweka hivi, ukiweka hivi, ukiweka moja na mimi niwekee moja, lakini imekuwa ni tofauti. Kwa hiyo amekuwa ni muhanga, ameishi kwenye vikwazo ndani ya miaka 47. Naam, sasa kwa kumalizia, makubaliano haya yamefanyika na viongozi wa kidiplomasia kutoka Pakistan. Inasemekana kwamba hawa viongozi kutoka Pakistani ni tishio kubwa sana kwa Israeli, wenyewe wanasema, kwa Mashariki ile ya Kati, kwa sababu ana nuclear. Sasa wale kusimamia yale makubaliano na kufanya wao ndo wao wasuluhishi, inasemekana Israeli hilo limemkwaza. Hii za chini zinasemekana kwamba imemkwaza. Je, hili lina ukweli kwa kiasi gani? Hilo bana liko limekaa hivi. Kwanza kabisa, Israeli hakupenda vita isimame ndani ya siku 15 kwa sababu Iran wanaongea na Marekani. Sasa kile kitendo kinamkera sana Israeli. Kwa nini mimi sishirikishwi? Kwa hiyo na inaonekana kwamba Trump ameishiwa mbinu. Umeona ameishiwa mbinu mpaka kukubaliana, lakini Israeli yeye anachoamini kwamba zile nchi zenye Waislamu wengi, zenye idadi kubwa ya Waislamu wengi, wale ni maadui zake moja kwa moja. Lakini pia tukirudi nyuma kidogo, kuna vita ilitokea kati ya India pamoja na Pakistani. India pamoja na Pakistani, ile vita ilivyotokea, Marekani alikuwepo njia panda, maana wote ni vijana wake. Anamkubali sana India na anamkubali pia Pakistani. Kwa hiyo kwa ile namna ilivyokuwa imetokea, walifunika kombe mwanaharamu apite. Vijana wangu acheni hicho kitu. Lakini pia Irani wanatambua fika kabisa kwamba Pakistan na Marekani wanajuana vizuri, na nataka niwaambie kitu kimoja. Katika ufadhili wa kijeshi la Pakistani, Marekani inashiriki kwa asilimia kubwa sana, mafunzo, mbinu na nini na kila kitu. Kwa hiyo ile script au ilivyokuwa imeandikwa, yale mambo na yale makubaliano yalivyokuwa imeandikwa, ni kama Irani moja kwa moja alikuwa anajua hii imeandikwa Tel Aviv, imeandikwa Marekani, wanaileta huku. Lakini sioni, kwa sababu wenyewe wanasema kwamba kama Irani wanasema kwamba sisi hatuwezi kumchokoza mtu. Umeona wala Pakistani wanasema wao wapo kwa ajili ya kulinda taifa lao. Lakini sasa kitu kinachoonekana ndo ule ugiant. Umeona kwamba Israeli bado anatamani kuwa ndo mtu. Lakini sasa tunashukuru sana. Naomba tufanye kitu kimoja. Leo tumewapa hizi chombezo, wakati mwingine tutachimba zaidi, tutawapa historia ya Irani. Ina miaka zaidi ya 2500, ilishakuwa super power kama mnavyoiona. Marekani ilikuwepo tayari, ni nchi ambayo ni dola, yani ilikuwepo, imeshika dunia na yenyewe kwa miaka hiyo. Kwa hiyo huyu ni simba mzee anapigana na simba chipukizi wa sasa. Kwa hiyo vita ni ngumu sana. Msiache kusubscribe Takwa Media. Karibuni sana. Basi